Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu wasikilizaji pamoja na watazamaji katika chaneli yetu hii ya Turiyu TV, walillahi alhamdu. Katika siku hii ya leo biidhnillahi alkarim, insha Allah, hebu twende tukaanze ukurasa huu mpya kabisa, ukurasa mzuri kabisa, ukurasa ambao utakaokwenda kukuingiza katika dua mujarabu sana, dua maalumu kabisa, dua nzuri, dua zenye majibu ya haraka sana. Lakini kichwa chetu cha habari cha dua yetu ambayo tunayokwenda kuifundisha katika siku ya leo, rasmi tunakwenda kufundisha dua maalumu, ambapo tunasema kwamba hizi ndizo dua 30 zenye nguvu kubwa na mafanikio ya haraka sana. Hizi ndizo dua 30 zenye nguvu kubwa na mafanikio ya haraka sana. Katika hizi dua 30 hatutaweza kukufundisha zote kwa siku moja, bali dua hizi tutaanza na moja baada ya nyingine. Katika siku hii ya leo na wakati huu wa sasa, insha Allah, tutakwenda kuanza kukufundisha dua ya kwanza kabisa, ambako siku inayofuata tutakuletea dua ya pili yake. Hivyo hivyo tutakwenda stage kwa stage mpaka tuweze kukamilisha dua zote 30, ili mradi na wewe upate nafasi nzuri ya kuweza kuziandika dua hizi, upate nafasi nzuri ya kuweza kuzihifadhi ama kuweza kuzitumia. Ni dua fupi sana, dua ndogo sana, lakini wallahi mafanikio yake ni makubwa sana na utendaji wake kazi ni wa hali ya juu kuliko udogo wa dua jinsi ilivyo. Na walillahi alhamdu ni kwamba dua hii tumeamua kuleta dua zenye ufupi wa hali ya juu lakini zenye mafanikio makubwa, kwa sababu watu wengi sana dua ndefu huwa hawaziwezi, zinawapa wakati mgumu sana katika kuweza kuzitumia. Mtu aisome mpaka iishe, airudie tena, inakuwa changamoto. Wengi sana wanatulalamikia, wanasema kwamba dua zao mara nyingi wakitaka kuzitumia huishia njiani, wakajikuta wanasinzia, wamelala, na wakati mwingine kushindwa kuzimaliza ipasavyo. Sasa insha Allah leo tunakwenda kukuletea dua mujarabu kabisa, dua nzuri kabisa, dua ambayo itakwenda kukuonesha mafanikio ya utengenezaji wa riziki. Hii dua mafanikio yake makubwa ni katika kumwomba Allah jalla fi'ala aweze kukutengenezea riziki zako ziweze kuja kwa wakati, tena kwa wingi, bila ya mashaka yoyote wala bila ya tatizo lolote. Moja kwa moja, hebu twende tukaijue ni dua gani hii ambayo siku hii ya leo kwa uwezo wake Allah tunakwenda kujifunza, ili mradi tuweze kuitumia na iweze kutufanyia uletaji wa riziki wa haraka sana. Dua yenyewe ni hii, ninaomba niisome kwanza kwa haraka, alafu kisha nitairudia taratibu ili kukufanya na wewe upate kuwa umeizoea kwa haraka, ili mradi utakapoanza kuisoma isikupe tabu. Aidha nitaanza na kidogo, halafu kisha nitakuja kuisoma kwa haraka wakati ulimi wako tayari umekwisha izoea. Wengi hawajasoma Kiarabu, kwa hiyo hizi dua tunapokuwa tunazisomesha, kuna wengine maskini ya Mungu wanaweza wakatamka tofauti, kwa sababu wao husubiria mpaka asikie na wala sio kuiona ndio aweze kuikariri. Sasa kwa hali kama hii, haya yote tumekwisha yagundua na tumeweza kuyafanyia kazi. Kwa sasa tunatamani kila mmoja wetu aweze kuzisoma dua zetu kwa ufanisi, ili mradi ziweze kumfanyia mafanikio yaliyokuwa mazuri insha Allah.
Moja kwa moja twende sasa katika dua. Ni dua ipi hiyo? Ni dua hii ambayo inasema, hii ni dua inayovuta riziki popote pale, kwa hali yoyote ile. Uwe na maisha magumu, uwe na maisha mazuri, uwe na maisha ya mutawasitu, kati kwa kati, basi elewa kwamba muda wowote utakapotaka riziki kwa Mola wako, basi usiwe na mashaka. My friend, tumia dua hii, itakufaa sana kwa kuvuta riziki na kwa kuileta riziki na kwa kuikusanya riziki ikufikie kwa wingi. Dua yenyewe inasema Bismillahirrahmanirrahim. Utaanza na Bismillahirrahmanirrahim. Dua yenyewe inasomwa hivi: Allahumma kfini bihalalika. Naomba na wewe ambaye unanisikiliza kwa dua hii, emburudia maneno haya baada yangu. Allahumma kfini. Na wewe sema Allahumma kfini. Haya maneno tunayasema hivi ili wewe upate uwepesi wa kuyaelewa haraka. Tunasema kwa sababu wengi tunawafundisha, wachache wanaojua vizuri, lakini wengi wao sio wajuzi sana. Kwa tunawafundisha taratibu taratibu ili wapate kuelewa hizi dua na kuona ni jinsi gani watakavyoweza kuzitumia. Allahumma kfini bihalalika. Narudia tena, Allahumma kfini bihalalika. Na wewe rudia baada yangu, sema kama nilivyosema mimi. An haramika. Narudia tena, an haramika. Narudia tena, an haramika. Kwa kuunganisha tutasema Allahumma kfini bihalalika an haramika, an haramika. Haya, tunakwenda sehemu inayofuata. Inasema wa aghnini bifadlika. Rudia na wewe baada yangu mimi. Wa aghnini bifadlika, yani ile aghaini, sio aaini, sio wa aanini, sio wa aanini. Hii ni wa wa aghnini bifadlika. Nairudia tena na wewe usome baada yangu. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Soma baada yangu. Narudia tena, amman siwaka, amman siwaka. Wa aghnini bifadlika. Rudia baada yangu, halafu amman siwaka, na wewe rudia baada yangu. Hapa nimekufundisha ili upate kuisoma kwa wepesi. Kukurudia rudia hivi kukutajia dua hii, ina maana inakupa nafasi nzuri ya kuielewa haraka, tofauti na ningekusomea tu. Dua yenyewe ndiyo hii, nikasema Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, alafu nikaishia hapo. Pengine kuna baadhi ya maneno ungekuwa hujayasikia vizuri, utairudia klipu hata mara 10 na ukajikuta bado unashindwa kusikia neno, pengine herufi niliirusha vibaya, kwa hiyo umeshindwa kuelewa. Lakini walillahi alhamdu, katika sasa tumeanza darsa maalumu kabisa za kukufundisha dua, huku tunakuelekeza namna inavyosomwa, tunairudia mara nyingi ili upate kuisoma dua kiufaswaha. Na binafsi nimegundua watu wengi sana hawasomi dua kwa ufasaha wake, na ndio maana mara nyingi sana wengi wanalalamika dua zinakuwa haziwafai, kwa sababu dua inasomwa kivingine, yeye anakwenda kuisoma kivingine. Sasa inakuwa ni tofauti, hususan wale watu ambao hawajasoma dini. Unamkuta mtu hajui hata halifu, lakini anataka asome dua na yeye afanikishe mipango yake. Sasa huyu unamsaidiaje? Ukisema umsomee kwa haraka haraka, atashindwa kuelewa, na hatuwezi kumlaumu kwa kuto kusoma kwake, kwa sababu
kusoma ni kadari za Mungu na ni mipango ya Mungu. Pengine mipango yake haikuwa salama kwa kipindi chake, hakuwa na usimamizi mzuri wa kupelekwa madrasa. Sasa wewe ambaye Allah amejaalia ulipelekwa madrasa, ulipata familia ambayo ilikumbuka madrasa, basi ni jambo la kushukuru Mungu, na ukaacha kumdhihaki yule ambaye hakupata nafasi ya kupelekwa kwenda kusoma madrasa. Kwa hiyo narudia tena kwa mara ya mwisho, inasema Allahumma kfini bihalalika an haramika. Rudia baada yangu, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Rudia baada yangu, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Na hapo pia rudia baada yangu, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Na hapo tena rudia baada yangu. Unastopisha alafu unarudia kama unaweza. Kama hauwezi unasikiliza tena, unastopisha alafu unarudia. Hiyo ndiyo hali nzuri. Sasa yote na yote kwa pamoja tunaisoma, tunasema Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Narudia, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Hiyo ndiyo dua ambayo leo tumeifundisha. Sasa namna ya matumizi yake unaitumiaje dua hii? Dua hii utaitumia kama ifuatavyo. Hakikisha ni dua ambayo inasema, ewe Mwenyezi Mungu nitosheleze kwa halali dhidi ya haramu, yani kuniepusha na haramu, na unitosheleze kwa fadhila zako nisiwahitajie wengine. Maana yake nisiwe tegemezi kwa mtu, bali ya Rabbi mimi niwe tegemezi kwako tu. Sasa hiyo dua ndo ipo hivyo. Sasa dua hii kwa nini inagusa masuala ya halali na inamwambia Mungu akupe vya halali? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitafuta vya haramu, lakini unapoomba kwa Mwenyezi Mungu ili Mungu akupe haraka, omba kile anachokiridhia Mungu, ndio sawasawa na kusema tunaomba cha halali. Lakini pia ukamwambia Mwenyezi Mungu niepushe na vya haramu, hapa unakuwa umemsapoti zaidi Mwenyezi Mungu katika kula vitu vya haramu, na unaomba vitu vile ambavyo ni vya halali, hivyo Mungu kufanyia wepesi wa kukupa kwa haraka sana na haraka mno. Lakini pia vile vile fadhila ya dua hii ni kubwa sana. Fadhila ya dua hii ni kubwa, iliyotumiwa na wanawachuoni, ulamaa wakubwa waliweza kuitumia dua hii na ikawaonesha matunda mazuri kabisa na mafanikio ya aina yake. Sasa basi, kitu kikubwa zaidi ambacho ni kitu muhimu zaidi ni kwamba dua hii utaisoma, uhakikishe dua hii unaisoma kila siku pale ambapo unapokuwa umemaliza kuswali. Jitahidi sana kuirudia mara nyingi, isipungue chini ya mara 21. Yani kuanzia 21 kwenda mbele. Kila baada ya swala hakikisha unaisoma dua hii. Salatu subhi, soma dua hii. Baada ya swala ya adhuhuri, soma dua hii. Baada ya swala ya al-asri, soma dua hii. Na ama baada ya swala ya magharib utaisoma dua hii, na hakika baada ya swala ya isha utaisoma dua hii kuanzia 21 kwenda mbele. Usisome chini ya mara 21. Soma mara 21 ukipitiliza mbele zaidi. Kwa kuyafanya haya basi, my friend, na kuhakikishia hazitopita siku nyingi, Allah atakufungulia riziki zako kwa haraka sana.
Allah atakuletea riziki zako kwa uwepesi wa hali ya juu sana. Mola atakukunjulia kila aina ya riziki yako ambayo imekuwa ikisuasua, ikileta zahma, ikileta shida na ikija kwa wakati mgumu. Sasa ndugu yangu, ewe ambaye unasikiliza kipindi chetu, walillahi alhamdu, usiache kuifanyia kazi dua hii. Hakikisha unaiandika kwenye daftari lako. Uzuri tumekuchambulia vizuri kabisa, hatua kwa hatua, ili upate kuielewa. Wallahi na kuhakikishia, dua hii ukiisoma ipasavyo na ukawa na khushu'i ya kweli, kaannaka tarahu, unavuta picha kama Mungu yupo mbele yako na hali wewe unamuomba yeye, na kuhakikishia my friend, wallahi unakwenda kutengeneza maisha yako. Wallahi unakwenda kutengeneza riziki zako, na unakwenda kufungua mlango wa kila aina ya kilichokuwa chako. Unakwenda kutoa loki za matatizo yako, na riziki yako itakuwa barabara kabisa, na mambo yatakuwa safi na salama. Kwa hiyo tumia dua hii, itakufaa ndugu yangu. Mwisho kabisa pia naomba nikutangazie kitabu cha dua ambacho kina dua 30 tofauti na hizi tulizozifundisha. Chenyewe dua zake ni kupitia majina ya Allah, majina 30 ya Mungu, ambalo kila jina moja lina dua yake maalumu na muda wa kulifanya, idadi ya kuifanya. Kitabu hicho tumekuandikia Kiswahili safi kabisa. Ni kila jina la Allah tumekufafanulia linasomwaje, kwa muda gani, siku gani, mara ngapi, kulingana na uzito wa jina hilo. Kitabu hichi kinafundisha namna gani mtu ambaye anataka ufahamu wa shule atumie dua gani, mtu ambaye anataka riziki atumie dua gani, mtu ambaye amekimbiwa na mtoto, mke au mume, amrejeshe kwa dua gani. Yaani kitabu hichi kimeelekeza dua zote unazozikusudia wewe. Kinachotakiwa kukifanya, kitabu hichi tungeweza kukitoa bure kila mtu akipate, lakini tunashindwa kukitoa bure kwa sababu chaneli yetu ina mahitajio. Hivyo tunatamani yoyote ambaye anakitaka kile kitabu basi aweze kutoa sadaka ya kuiendeleza chaneli yetu, ambayo sadaka hiyo itakuwa ni shilingi 15,000. Basi na sisi tutamtumia kitabu chetu, lakini kupitia WhatsApp. Kitabu hichi kinakuja kwa njia ya PDF katika mfumo wa WhatsApp. Ni WhatsApp tu, hatuna njia nyingine yoyote ya kutuma kitabu hichi zaidi ya kukutumia kwenye WhatsApp. Tukikutumia kwa njia ya PDF, unaweza ukawa unakisoma kupitia simu yako, au kitabu hichi unaweza pia ukawa badala ya kukisoma kupitia simu yako, popote pale ulipo ukakiprint, ukatengeneza kwa mfumo wa kitabu cha makaratasi na ukaendelea kukitumia. Hivyo yoyote ambaye anahitajia kitabu hichi, basi insha Allah ninachomuomba ni kwamba utatutumia hiyo gharama ya hicho kitabu kupitia namba hizi hapa unazoziona hapa katika skrini yetu hapa chini, na kisha insha Allah nasi tutakutumia kitabu kwenye WhatsApp. Utatuambia nimetuma, na insha Allah tutatumia message kwenye WhatsApp, na kisha tutakutumia kitabu chako. Mwisho kabisa tutaenda kuzungumzia tena mada ya pili, dua zenye mafanikio namba 2. Leo tumeanza na dua zenye mafanikio namba 1, na baada ya hapa insha Allah subiria dua yenye mafanikio namba 2. Ni hatari zaidi, na hiyo sasa ndo utaona inakupa mafanikio gani katika maisha yako. Hapa tumechagua dua zote ni za moto, zote ni hatari kupita unavyofikiria wewe insha Allah. Kufikia hapo niseme wal afwa minkum. Usiache kusubscribe ili mradi uendelee kujifunza mengi ambayo tunayoyafundisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwisho kabisa natamani sana kipindi chetu hichi tunakirusha asubuhi saa 12 kamili, ndio kipindi kinaruka.
Kila siku tutakuwa tunafanya hivyo insha Allah, kipindi cha dua 30 zenye mafanikio. Lakini kwa kipindi hichi natamani comment ya kwanza, mtu wa kwanza kucomment, huyu mtu nitachukua dhima ya kumuombea dua. Yani nitakuwa na comment 3 za mwanzo za kuziombea dua, lakini leo nitamuombea dua mtu mmoja tu wa kwanza aliyo comment akasema, ustazi, mimi leo nimekuwa wa kwanza, nataraji dua. Insha Allah, wallahi nitamuombea dua mtu huyu, tena nitatumia salatu ala nabi na nitafanya dua juu yake insha Allah. Kwa nakuombeni ndugu zangu, wasikilizaji wetu watukufu, wasikilizaji, yoyote atakayeweza kukomenti wa kwanza kuweka komenti yake, huyu ndiye atakayeweza kutembea katika dua. Nitamfanyia dua insha Allah na Mwenyezi Mungu atamzidishia kila la kheri. Kufikia hapo niseme usiache kusubscribe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.